Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ninakutangazia kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Jina langu ni Ibrahimu Ibare. Leo ni Machi 13 tunapoendelea na mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Mwinue Yesu juu. Hili ni somo maalum kwa mwaka wa 2025. Huu ni mwezi wa 3 ambapo tunaendelea kujifunza mada kuu inayosema Mwinue Yesu juu kama mwana wa Adamu. Kabla hatujalianza somo letu siku ya leo, ni kualike tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tunakuja miguuni pako tukiendelea kulitukuza jina lako. Tunasema asante kwa ulinzi, tunasema asante kwa upendo, tunasema asante kwa namna ambavyo umeendelea kushughulikia haja zetu mbalimbali. Asubuhi ya leo tumekuja kwako tukiomba uwepo wako uende pamoja nasi katika shughuli zote tutakazozifanya leo. Ukatubariki, lakini zaidi sana ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Enda nasi sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Machi 13, mada inasema yeye ni jua la haki. Malaki sura ya 4 aya ya 2 inasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Katika nyumba ya mvuvi huko Kapernaum, mama mkwe wa Petro alikuwa amelala akiugua homa kali, nao wakamwambia habari zake. Yesu akamwinua kwa kumshika mkono, homa ikamwacha, na akaamka na kuwahudumia Mwokozi na wanafunzi wake. Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 4 ya 38, Marko sura ya 1 ya 30 na Mathayo sura ya 8 ya 15. Habari hizi zilienea kwa haraka. Miujiza ilikuwa imetendeka katika Sabato, na kwa hofu ya Mafarisayo, watu hawakuweza kuja kutafuta uponyaji hadi jua lilipokuwa limezama. Kisha kutoka majumbani, madukani na masokoni, wakazi wa jiji walikusanyika kuelekea kwa nyumba sahili ambapo Yesu alikuwa amepokewa. Wagonjwa waliletwa kwenye mikokoteni, walikuja wakitegemezwa na fimbo au wakisaidiwa na marafiki. Walikuja kwa taabu mbele ya Mwokozi. Kamwe Kapernaumu ilikuwa haijawahi kushuhudia siku kama hii. Hewa ilijaa sauti za ushindi na kelele za ukombozi. Ni mpaka mgonjwa wa mwisho alipoponywa ndipo Yesu alipokoma kazi yake. Ilikuwa usiku wa manane wakati umati uliondoka na kimya kilipokalia nyumba ya Simoni. Siku ndefu na yenye kusisimua ilikuwa imepita, na Yesu alitafuta pumziko. Lakini wakati jiji lilipokuwa likizama katika usingizi, Mwokozi hata alfajiri na mapema sana akaondoka. Akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Marko mtakatifu sura ya 1 aya 35. Mapema asubuhi Petro na wenzake walikuja kwa Yesu wakisema kwamba tayari watu wa Kapernaumu walikuwa wanamtafuta. Kwa mshangao walisikia maneno ya Kristo, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Luka mtakatifu sura ya 4 aya ya 43. Katika msisimko uliojaa Kapernaumu wakati huo, kulikuwa na hatari kwamba lengo la huduma yake lisingeonekana. Yesu hakuridhika kuvutia usikivu wake mwenyewe ili kujionyesha kuwa mtenda maajabu, yaani mazingaombwe, au kama mponyaji wa magonjwa ya mwili. Alikuwa akitafuta kuwavutia watu kwake kama Mwokozi wao. Wakati watu wakiwa na hamu ya kuamini kwamba alikuwa amekuja kama mfalme kuanzisha utawala wa kidunia, alitaka kubadili mawazo yao kutoka kwa mambo ya kidunia na kuelekeza kwenye mambo ya kiroho. Mafanikio ya kidunia hayangeweza kuingilia kazi yake. Maisha yake hayakuchanganywa na kujitukuza nafsi. Bwana Yesu hakutumia mbinu zozote wanazotumia watu kuvutia usikivu au kuamsha heshima. Jua la haki halikujitokeza kwa ulimwengu kwa mwangaza mkubwa, kuwavutia kwa utukufu wake. Imeandikwa kuhusu Kristo, kutoka kwake kumepangwa kama asubuhi. Hosea sura ile ya 6 aya 3.
Kwa utulivu na kwa upole, mwangaza wa asubuhi huangaza duniani, ukiondoa giza na kuamsha dunia kwa ajili ya uzima. Ndivyo jua la haki lilivyoinuka kuponya katika mbawa zake. Malaki sura ya 4 aya ya 2. The Ministry of Healing, ukurasa wa 29 hadi 32. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, hii ni Machi 13, mada ikisema yeye ni jua la haki. Kumbuka imejengeka katika kitabu cha Malaki sura ile ya 4 aya ya 2. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Mungu atubariki sote na uwe na wakati mwema.